3 kutoka kwa, lakini kabla mkurugenzi, ili jengo la ujenzi wa jengo la mama na mtoto ilichelewa kwa zaidi ya miezi 12. Shida ilikuwa nini? Mkurugenzi yuko wapi? Shida ilikuwa nini? Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli kwa hilo jengo letu la mama na mtoto lilichelewa kwa muda huo ulioutaja, lakini changamoto kubwa ilikuwa ni ya mkandarasi. Sisi tuliingia mkataba na mkandarasi anayejulikana kwa jina la Lumuri Engineering and Life and Life Technology Limited kwa ajili ya kutujengea jengo hilo, lakini mwenendo wake wa ujenzi haukuwa mzuri, kwamba mkandarasi tukimlipa fedha alikuwa anachelewa kuzirudisha kwenye mradi. Kwa hiyo ilisababisha mwenendo mzima wa utekelezaji wa mradi ule kuchelewa, na yeye mwenyewe mkandarasi mara nyingi hakuwepo site. Aliwaachia wataalamu wake, operation manager ambaye ndio alikuwa anasimamia mradi huo kuweza kusimamia. Lakini tulipofuatilia kwa karibu, tulijua kwamba yule Lumuli ambaye ndiye mkandarasi alikuwa ana washirika wake ambao ndio hao watu wawili aliyewaacha hapa watekeleze huo mradi, na yeye mara nyingi alikuwa haonekani. Hata wakati mwingi tukimtafuta simu zake hazionekani. Kwa hiyo alikuwa anachukua fedha zetu hapa anazipeleka kufanyia kazi sehemu nyingine. Lakini tunamshukuru Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya aliingilia kati swala hili na walimtafuta Lumuri, alikuja hapa na aliwekwa ndani na aliweza kujikomiti na kuandaa mpango kazi wa kuweza kumaliza ule mradi. Lakini haikuwa hivyo mpaka ikafika kipindi sasa tukaamua tuweze kuvunja naye mkataba, tuweze kumalizia wenyewe kwa force ya county. Na mpaka sasa hivi tunamalizia huo mradi, tulipata mafundi, tunakamilisha huo mradi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mmechukua hatua gani? Tulishampa fedha, ametuchelewesha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, alichukua kwanza advance payment tulimpatia. Kwa hiyo tulitamani kuona kwamba ile advance anairejesha. Sasa alipoirejesha ile advance tukasema basi amesharudisha hela zetu, basi sisi tutamalizia wenyewe. Kwa hiyo tunamalizia wenyewe na kwa kiasi kikubwa mradi unakwenda kukamilika. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kituo cha afya, upande wa kwenye hospitali ya Kaina, jengo la hospitali yetu ya halmashauri, milioni 29, milioni 124, lakini kuna vitu bado havijakamilika. Shida ni nini? Samahani Mheshimiwa, ulisema kwenye kituo cha afya? No, kwenye hospitali yetu ya halmashauri. Ndio hiyo niliyokuwa nimeelezea hapa awali. Halijakamilika, lakini changamoto kama nilivyosema Mheshimiwa Waziri Mkuu ilikuwa ni mkandarasi, lakini tunafanya wenyewe sasa hivi na fedha za kumalizia zipo. Kwa hiyo bado snacks chache tu. Mkandarasi local fundi wanajenga fence, wanamalizia fence pamoja na walkway. Haya, mganga mkuu yuko wapi? Ili swala la upungufu wa dawa, ninyi shida ni nini? Mimi najua utoshelevu wa dawa kwa nchi nzima ni zaidi ya 90%.
Ninyi huku kuna uhaba mkubwa hivyo wa dawa, paka na za wale ambao wana exemption, watoto, wazee, kina mama wajawazito. Shida ni nini? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Upungufu wa dawa ni kweli ulikuwepo, lakini jitihada zilifanyika. Kwa sasa tunapozungumza upatikanaji wa dawa ni zaidi ya 93% kwa halmashauri nzima, na kwa hospitali yetu ya mji ni 92%. Lakini changamoto ilikuwepo huko nyuma. Hili limeongelewa leo. Hili limeongelewa leo. Unajua dawa hizo 93% ni dawa gani? 93% ni ile listi ya dawa muhimu. Kwa nini watu wanakosa dawa kama tuna 93%? Kwa nini watu wanakosa dawa? Dawa ambazo mara nyingi zinakosekana ni zile ambazo zinaisha kabla ya ule mwezi wa kuagiza, kwa sababu tunaagiza kila baada ya miezi miwili. Lakini hali ya upatikanaji wa dawa imeendelea kuimarika. Dawa ni kitu muhimu. Kama mnajua mkiagiza kila baada ya miezi miwili zinaisha, kwa nini mnaacha mpaka watu wakose dawa, daktari? Hatujaacha Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tumeendelea kuagiza dawa, na ndio sasa tumeweza kufikia hata zaidi ya 90% na hali ya upatikanaji wa dawa, na inaendelea kuimarika kwa sasa. Dawa zikiwa hazipo, wananchi wanatoa wapi dawa? Dawa zikiwa hazipo hospitali, mwananchi akiandikiwa ananunua duka la dawa la pale hospitalini. Maana yake hiki unachosema sicho, na mimi ninazo taarifa hapa. Kuna kitu ambacho kinalegalega kwenye dawa. Haiwezekani tuwe na 93% alafu kilio kiwe kikubwa hivi cha kukosekana kwa dawa. Na inakosekanaje dawa kwenye hospitali zetu alafu kwenye duka ikawa ipo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa upande wa mwongozo wa maduka ya dawa ya hospitali yenyewe yanafanya ile drug revolving, kwamba yanazungusha mtaji pale pale. Kwa hiyo mwongozo. Ninyi si mna budget? Ndio mna budget. Inawezekanaje hawa duka wapate dawa alafu ninyi mkaikosa? Msije mkataka kuanza kurudisha michezo hii ya wananchi wakose dawa ili muwaandikie wakatafute kwenye maduka yenu kule. Hilo halikubaliki. Sawa Mheshimiwa Mkuu. Kamanda, hebu nichunguzieni utaratibu huu. Nichunguzieni nipate taarifa ni kitu gani kinachoendelea kwenye hii. Nichunguzieni nipate hiyo taarifa. Nikigundua kuna mchezo hatua kali nitachukua. Hatuwezi tukaruhusu. Budget ipo, rais ameshahangaika kutafuta fedha, tuna utoshelevu wa 93%, alafu kila mwananchi akienda dawa apate. Zinaenda wapi? Paka wazee wakose, paka watoto wakose. Zinaenda wapi? Sasa ndugu wananchi, niruhusuni hilo nitalifanyia kazi. Nimeshaichukua hii hoja, nitaifanyia kazi na mkuu wa mkoa atakuja kutoa taarifa. Basi tusikie hoja chache. Wewe? Yule wa Hanang. Sijakusahau, si tunakaa leo. Basi usiwe mbali, nilikuelekeza
Kijana atakaye kuleta tukae. Tutakaa. Usiende mbali sasa. Usiende mbali, nyinyi mlio kaeni mahali hapa, onaneni na mmoja wa wasaidizi wangu hapa ili baadaye tukimaliza hapa tuwe na kikao hicho. Haya, watu wa maiki, anzeni na mtu moja moja. Nani? Vijana? Yuko wapi huyo aliyesema vijana? Yuko wapi? Haya, hebu ngoja maiki zinakuja huko. Tutasikiliza baadhi